Yes, tarehe 30 Jumapili mwaka 2024 ilikuwa ni siku ya ugawaji wa tuzo za International Reggae World Music Awards ambazo zilianza mwaka 1994 na jana ilikuwa ni siku ya 42 ya ugawaji wa tuzo hizo. Yani ilikuwa inagawanya toka zimeanza, ilikuwa ni siku ya 42 ambapo toka wameanza kugawa hizo tuzo. Na katika hizo tuzo bana, Diamond Platnumz amekuwa ni msanii pekee kutoka kwenye ukanda wa Afrika Mashariki hata ukanda wa jangwa la Sahara ambao wameenda kuwakilisha huko, na Diamond Platnumz anaingia kwenye orodha kuwa kwamba ni msanii wa kwanza anayekuwa na almost tuzo kama mbili. Hakuna msanii yoyote kutoka Tanzania ambaye amefanikiwa kuwa na tuzo mbili kama the way ambavyo Diamond Platnumz ameendelea kufanya, na amekuwa ni mashavu makubwa kwa Diamond Platnumz kwa sababu amekuwa ni moja kati ya wasanii kutoka Tanzania ambao wameendelea kuonesha kwamba ni watu ambao wanaweza wakiongeza effort, juhudi na the way ambavyo amekuwa anavifanya kwenye ngoma zake, basi anaweza akafanya makubwa zaidi, na ndoto yake mshikaji ni kuja kuchukua tuzo kubwa duniani kama vile BET pamoja na Grammy. That's why kwa maana kumekuwa kuna uwekezaji mkubwa ambao mshikaji ameendelea kufanya ili kusudi kwamba aweze kufikia lile lengo lake ambalo yeye amelikusudia muda wote kwa ajili ya kuendelea kutengeneza legacy pamoja na historia ambayo watu wengi wanatamani kuona Diamond Platnumz akifanya hivyo. Lakini so kesi ameendelea kufanya hivyo kwa kuendelea kuchukua tuzo ambazo zimekuwa day after day zinakuwa zinatangazwa, na mshikaji akiingia kwenye category yoyote ile akiwa moja au mbili lazima tu anaweza akaondoka na moja. Na kitu cha kipekee ambacho Diamond Platnumz ameendelea kuonesha ni namna gani ambavyo watu inabidi wawekeze effort na maarifa kwenye ngoma zao na kwenye kila kitu ambacho wenyewe wanatamani kiwe na matunda makubwa, kama the way ambavyo yeye ameendelea kufanya kupitia ngoma zake, hata the way ambavyo amekuwa ana behave kwenye kila kitu ambacho yeye ameamua kukidecide kukifanya. Na hii imekuwa ni kitu kizuri kwa watu kwa sababu mshikaji ameendelea kuwa inspiration kwa vijana wengi, hata ukipitia comment za watu mbalimbali kutokana na post ambayo wameposti washikaji kutoka ukurasa wao wa Instagram wameendelea kumpongeza kwa sababu kipengele ambacho mshikaji amekichukua cha Afrobeat, tumezoea kuona wasanii kutoka Nigeria ndio wamekuwa wakifanya poa zaidi kwenye kipengele hiko, na ukiangalia Tyler ni moja kati ya bidada ambao wameendelea kufanya poa zaidi. Kwa mwaka 2025 bidada ameondoka na almost tuzo 3. Sasa unaona kwamba sio kitu cha kipekee kushindana na mtu ambaye ameanza kwenye game ni muda mchache na amekuwa na mafanikio makubwa sana ambayo imekuwa ni vigumu kwa baadhi ya wasanii kufanya kama the way ambavyo Tyler amekuwa anafanya. Lakini Diamond Platnumz ameendelea kuonesha ukubwa wake kwa kuendelea kuonesha ni namna gani ambavyo uwekezaji wake na effort yake imeendelea kumlipa kwenye kile kitu ambacho yeye amekuwa anakifanya muda wote. Na always amekuwa anasema kwamba amini kwenye kila kitu ambacho wewe unachokifanya, usikubali kukatishwa tamaa kwa aina yoyote ile ambayo mtu anaweza akatokea, kwa sababu always binadamu tumejaliwa kumkatisha mtu tamaa kutokana na kitu ambacho sisi tumekuwa tunakifanya. Lakini Diamond Platnumz ameendelea kusimama pale pale kwa sababu ni moja kati ya watu ambao wanaendelea kufanya makubwa na watu wamewatabilia kufanya makubwa kwa sababu amekuwa ana deserve kufanya hiko ambacho amekuwa anakifanya, ndivyo. Lakini all ni kuendelea kuonesha ni namna gani ambavyo muziki wa Bongo Flava lainao umekuwa mkubwa zaidi kutokana na way back ambavyo ulivyokuwa. Ilikuwa ni vigumu sana kumkuta msanii yoyote kutoka Tanzania akigombania kwenye tuzo kubwa ambazo ni za muda sana, zimeanza toka mwaka 1994 na jana ilikuwa ni usiku wa ugawaji wa tuzo wa 42, na moja kati ya wasanii ambao wanakuja kuweka historia kwamba kwenye ugawaji wa tuzo za 42 za International Reggae World Music Awards Diamond Platnumz anaingia na anakuwa ni Tanzania wa kwanza kuingia kwenye hizo tuzo na kuchukua, na anakuwa ni Tanzania wa kwanza tena pia mwaka 2025 kuchukua almost tuzo zaidi ya moja, ndivyo. Alianza kuchukua Trace Music Awards ambazo zilifanyika mwezi ulioisha, then mwezi wa 3 anakuja anafanya hivyo, anachukua tuzo yake ya pili katika kipengele ambacho kilikuwa ni kigumu, na kutokana na idadi na aina ya watu ambao walikuwepo hapo, walikuwa ni watu ambao wamefanya makubwa kwenye muziki wa Afrika mpaka muda huu. Lakini yeye amekuwa ni msanii ambaye of course kwenye muziki wa Afrika unaweza ukamweka, lakini kutokana na watu ambao walikuwepo katika category hiyo ni watu ambao wamefanya makubwa kama the way ambavyo na yeye ameendelea kutengenezea historia kubwa kwa ajili ya kufanya kama vile ambavyo watu walikuwepo katika category hiyo wanavyofanya makubwa, basi na yeye aendelee kufanya makubwa kama the way ambavyo watu wana expect kutoka kwake. Je, wewe una ujumbe gani kuhusiana na hiki ambacho Diamond Platnumz amekifanya? Drop your comment hapo chini afu tutakuja kusoma nayo. Kama hujatufollow kwenye ukurasa wetu wa Instagram tunatumia kama Mbayo TV, na kama hujasubscribe channel yetu Mbayo TV on YouTube, basi make sure unafanya hivyo ili wa kwanza kupata habari na matukio ambayo sisi tunakuwa tunayaweka humo ndani. Lakini usisahau kumfollow Mr. Info JBZ kwenye ukurasa wake wa Instagram, anatumia hivyo. Chao.